Naitwa George Peter Mtai, natokea Kigongoi. Mimi ni mkulima wa pilipili manga, karafuu pamoja na iliki. Tunaandaa kwa kilimo hiki, kwa kweli ndio kilimo ambacho kinalimwa kwa Kigongoi yote, kwa kata yetu ya Kigongoi. Ni kilimo ambacho kinalimwa kwa wingi na ndio kilimo kikubwa. Na ndio kilimo ambacho kinatusaidia, tumezaliwa, tumekua, tunakiona na mpaka sasa hivi, mpaka sisi vijana pia tunakifanya. Kwa kuna manufaa mengi, kama manufaa tunasomeshwa, wazazi wetu wanajenga, wengine wanamiliki mpaka magari, majumba kwa kilimo hiki. Kwenye uandaaji tunapanda baada ya miaka, kama pilipili ni baada ya miaka mitatu ndio unaweza ukaanza kuvuna. Unaandaa kwa kukata mbegu ambazo ni kamba zake hizo huwa zinatanda chini. Natanda chini, unakata kamba, ukishakata kamba ndio unaenda unakatakata vipande kama vya futi moja moja, ndio unaenda unapandikiza. Futi moja moja au nusu futi. Unaenda kupandikiza. Na kwa mkarafuu unaweza ukachukua miaka 5 mpaka 7 ukiwa unaanza kupanda. Wengine tunapanda napo kwa kutumia, kwingine kuna viliba, kuna ambao shamba imeota, ikishaota ile kikomaa inadondosha mbegu. Ikishadondosha mbegu, kwa zile mbegu zinavomea unaenda kuchimba, unaenda unapanda. Na kwa iliki nayo tunachukua mche. Ni mche ambao ukifika ule mche unaupandikiza, ukifika unachimba shimo, ukishapandikiza unapandikiza mche kama mche. Nayo kwa iliki inachukua miaka 2 mpaka kuja kuanza kuzaa. Ambao yani ni uzazi, hapo unaanza kula matunda yake. Na katika upandaji wake ni kuanzia mvua za vuli ifika, kwa sababu kama huko kwetu Kigongoi tunashukuru kwamba mvua zinakuaga nyingi. Kuna mvua za vuli, mwezi wa 5 kuna masika, kuna mvua za mwaka pia zinapatikana. Kwa mvua zinakuwa ni nyingi, unakuta tunapandikiza kwa kipindi hicho sana sana, kuanzia mvua za vuli za mwezi wa 9, mvua za mwaka zinazoanza mwezi huu wa 3 tunapandikiza. Ni kilimo ambacho kina fursa, na unaweza ukawa na heka moja ukakupatia hata kilo 200, umeona? Kilo 200. Hivi kilo 200 una zaidi labda ya milioni 2, milioni 4. Ni fursa, ni sehemu ambayo yani ina mantiki kwa baadaye, kwamba inakusaidia, na sio kwamba utakula sasa hivi ukiwa kijana mpaka uzee wako. Yani ni kama pension, unakula mpaka uzee wako. Umeona? Kinasaidia. Yani ni kwa vijana, mimi naomba wajitokeze, waje walime sana kilimo hiki. Na kuhusu, tunatamani kwamba kuona serikali inatupatia mbegu ambazo zitachukua muda mfupi. Yani kwamba kwa sababu sasa hivi tunakaa miaka 2, lakini inaweza ikaje ikatokea mbegu ambayo inaweza kukata mwaka 1.5 unavuna. Umeona, kama mkarafuu unakuchukua karibuni miaka 5 mpaka 7. Lakini tunatamani hata serikali iingilie, kwamba ije tuletee mbegu ambazo zinaweza zikachukua miaka hata 3, 4. Tunatamani kuona hicho kitu. Kwa mimi kwanza nashauri wafanya biashara kwanza walipe ushuru. Kwa sababu kwanza ndio tunaijenga nchi yetu na tunaijenga wilaya yetu. Ushuru ni muhimu kwa sababu unatusaidia sisi kufanya miundombinu ya barabara. Umeona, miundombinu ya barabara itazidi kuwa mizuri zaidi. Kwamba vijana na washauri sana, yani sana swala la ushuru ni muhimu kulipa. Yani tulipe kwa sababu kiafya tutatengenezewa hospitali nzuri, tutatengenezewa vitu vingi ambavyo ni vizuri, vitakuja hata viwanda tutakuwa tunauzia huku na tunasindika vitu vyetu huku. Kwa hiyo tunatamani vijana waendelee kulipa ushuru kwa wingi, tena sana.